Habarini wapenzi watazamaji wa YouTube channel yenu pendwa kabisa ya Haswa TV. Ni mara nyingine tena, leo tumefika Kirongwe Sharaza kwa lengo moja tu, umoja wa wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 Kirongwe Sekondari 2010 wametuita hapa kwa lengo moja tu la kutoa msaada kwa kijana anayefahamika kwa jina la Omar, kijana ambaye yuko darasa la kwanza, lakini darasa la kwanza ni kutokana na maradhi ndio maana amechelewa kufika shule. Anasumbuliwa na sickle cell, lakini pia ana uvimbe kwenye tumbo lake. Haswa TV tumefika hapa kwa niaba ya umoja huo, wamekuja kukabidhi kiasi cha shilingi 2,500 kwa lengo la kumsaidia. Tumezungumza nao, wazazi wamesema wana 100,000. Pesa ya matibabu inayotakiwa ni 500,000. Kwa hiyo lengo la kurekodi video hii ni kuona namna gani ya kuweza kumsaidia kijana huyu ili aweze kwenda kufanywa upasuaji mkubwa hospitali ya Muhimbili na kuendelea na matibabu. Nimezungumza na mwalimu mkuu wa Kirongwe Sekondari kipindi hicho. Wanafunzi hawa waliomaliza 2010 walikuwa ni wanafunzi wake. Kwa hiyo ameshirikiana nao, lakini pia nimekuja na mmoja wa mwakilishi wa wanafunzi hao, wameeleza pamoja na familia. Wameeleza hali jinsi ilivyokuwa. Hadija Waziri, Haswa TV. Odi wenyewe. Habari za asubuhi. Salama. Habari za asubuhi. Salama. Habari za hapa? Wazima kabisa. Karibuni. Asante sana. Habari za asubuhi. Sisi tumekuja hapa, mimi Mwalimu Mohamed Mwinyi Msoso, nimefuatana na Omar Shesh Juma. Tupo hapa kwa ajili ya kumkabidhi kijana mchango wao, vijana wangu hawa waliomaliza Kirongwe Sekondari mwaka 2010. Walimaliza Kirongwe Sekondari, mimi nikiwa mwalimu wao. Kwa hiyo wametengeneza umoja wao ambao wanawachangia wale ambao wana changamoto mbalimbali. Kwa hiyo wamemuona kijana huyu mwenye changamoto, kwa hiyo wamejikusanya, wamepata kiasi chao cha fedha, wakaniwakilisha mimi hapa nije kufanyaje, nije kumkabidhi kwa niaba yao. Kwa hiyo tupo mimi na Bwana Omari kwa niaba ya hicho kikundi cha wanafunzi wa Kirongwe Sekondari waliomaliza mwaka 2010. Kwa hiyo naomba nimkabidhi kijana. Sogea taji kiasi hapa, namkabidhi. Shika hivi. Namkabidhi 2,500 ni mchango wao vijana. Kwa hiyo nafikiri itamsaidia kwenye changamoto zake, lakini kiasi ni kidogo, lakini nafikiri kitamsaidia. Kwa hiyo kijana, kiasi chako ni hicho. Cha kuongezea hapo, nafikiri kijana ana changamoto. Kwa hiyo huu moja ni mdogo sana kwa uwezo wao, wamechangia hichi kiasi, lakini tunaomba kama kutakuwa na wadau wengine basi wamsaidie huyu kijana. Kwanza nimeambiwa ana uvimbe tumboni, lakini pia anasumbuliwa na sickle cell. Kwa hiyo anasumbuliwa ni mara kwa mara, wakati mwingine anaishiwa kabisa, hawezi kufanya kitu chochote. Kwa hiyo kwa taasisi zingine ambazo zinatuangalia hapa zinaweza zikamchangia kijana. Anapatikana hapa Kirongwe maeneo ya Sharaza, na anaweza kuniona mimi Mwalimu Msoso Kirongwe Sekondari, nitamleta kwa kijana hapa tukiambatana na mwakilishi wa hao wanafunzi ambao walimaliza mwaka 2010 Kirongwe Sekondari. Kubwa zaidi kwamba na sisi kama tulimuona huyu kijana katika hali zake hizi, baada ya kumuona mwenzetu mmoja aliyemuona akapeleka katika grupu letu, na grupu tulivyosikia habari zake kwa maana anasumbuliwa, tukaona hapana, tuunge mkono, japo si kwa kiasi kikubwa kutokana na uwezo wetu uliokuwa nao, lakini tukaona tupate na mtu wa kuandika habari hizi kwa lengo la kutuma mtandaoni, ili iwafikie wengi wale watakaoguswa na wao kutokana na tatizo lake, basi ili aweze kupata msaada. Bwana anasumbuliwa na taarifa zake tumezipata kwa wazazi, anatakiwa kufanye taratibu za upasuaji, lakini shida zaidi kubwa inapokuja ni uwezo wa familia. Maana yake atakiwa atoke hapa aende Muhimbili, kwa maana kiasi walichokuwa nacho hakiwezi kuwafikisha huku. Kwa hiyo tunawaomba jamii yoyote atakayeguswa na hili, basi tuweze kuifikia hii familia kwa kuweza kumuunga mkono huyu kijana, ili na yeye aweze kuyafurahia maisha
kama wenzake ambavyo wanafurahia. Sisi ya kwetu ndiyo hayo. Mimi jina langu ni Omari Ali Salum, nasoma shule ya wapi? Kifinge, shule ya msingi Kifinge. Changamoto yangu naumwa sokoseli, mpungufu wa damu, na watu walionisaidia kunipa hela na washukuru sana. Kufanyia upasuaji. Mimi ni jina langu Kazija Abdalla, nipo hapa Sharaza, najitambulisha na matatizo ya mtoto wangu. Mtoto wangu anasumbuliwa muda mwingi tu, takia na mwaka mmoja. Ana uvimbe wa tumbo, ana ugonjwa wa sikoseli, kwa hiyo anataka kufanyiwa matibabu ya upasuaji. Matibabu haya yanasababisha tuende Muhimbili, lakini uwezo uliokuwepo mchache. Kwa maana hiyo, wananchi wenzangu, naomba msaada kutokana mikononi mwenu ili apate mwanangu matibabu, aende shule kusoma vizuri na wenzake. Tatizo lilokuwepo kuu, anaishiwa nguvu mwilini, kwa sababu anakuwa atakula kwenye hawezi kukaa, hawezi. Tukenda hospitali anatundikiwa damu, tunarudi nyumbani, tukirudi siku 3 hazifiki, tunarudi tena wapi? Hospitalini. Tukienda kule anaekewa damu tena, tunarudi nyumbani. Nikaambiwa inasababisha kwa sababu mifupa inasababisha mifupa, chembe za damu zinakuwa hazitembei kwa uvimbe alokuwa nao kwenye mwili wake. Mligundua na uvimbe mwaka gani? Uvimbe umeonekana na mwaka mmoja. Avyoenda kuumika umeonekana mdogo hadi sasa hivi kama mnavyomuona umeshatokeza hadi nje. Kwa maana hiyo nipo hapa na Waislamu wenzangu waronipa msaada kidogo, na washukuru sana sana tu. Waislamu na wasiokuwa Waislamu, ukitaja dini moja hapo kuna watu ndio. Ndugu wenzangu kwa kunipa msaada huu, na tuendeleeni na changamoto, na waomba. Asanteni. Hospitali ulipoenda hela matibabu ilikuwa ile afanywe upasuaji inatakiwa kiasi gani? Hela matibabu inayotakiwa milioni 5. Tumeongea naye daktari, milioni 5 inayotakiwa ndio afanye matibabu. Sisi kwa sasa hivi hatuwezi kusema tuna kiasi kikubwa, manake hadi sasa hivi tuna 100,000 tu tulokuwa nayo.